Faida ya Anthony Mligo. Mligo ni mchezaji mzuri sana endapo unaamua kuzuia. Yaani Mligo kama unaamua kuzuia kama mfumo ambao Pele Gonçalves amekuwa akiapply kwenye michuano ya kimataifa, kama ulimtazama, basi Mligo ni chaguo sahihi. Ingeweza kwa upande wa Simba, ni kama unaamua kwenda kujizuia, Mligo ni mchezaji sahihi. Mchezaji ambaye anajua sana kulinda, mchezaji ambaye anajua sana kunusa hatari za timu pinzani. Lakini unachokipata kwa Dickson Kibabage, hivyo vyote vile anaweza kuvifanya kwa asilimia kubwa. Uwezo wa kupanda na kushuka, sio tu kupanda, yani ukisikia kupanda sio tu kupanda, kwa maana majukumu ya kiulinzi anayafanya kwa asilimia 100, and then anakwenda sasa kushambulia pia anafanya kwa asilimia 100. Changamoto ambayo Mligo alikuwa nayo, cross zake zilikuwa zina macho, yani alikuwa na changamoto kwenye ile end product, lakini kwa Dickson Kibabage anakuofa vitu vyote kwa wakati mmoja, kwa maana uwezo wake wa kujilinda, lakini cross ambazo anazipiga zimekuwa na macho kulinganisha na Anthony Mligo. Kwa hiyo nadhani kuna vitu ambavyo Mligo anapaswa kuendelea kuviboresha zaidi ili kufika daraja la Dickson Kibabage, lakini kwa maana ya wachezaji na talent ambazo wako nazo, sio wachezaji ambao wameachana sana. Kubwa ni kuzidiana tu kwenye baadhi ya vitu, namna gani ambavyo wewe unavifanya kwa usahihi na namna gani ambavyo mimi navifanya kwa usahihi. Ndio changamoto ambayo ilikuwepo, na ndio maana Steven Becker kamhitaji Dickson Kibabage zaidi na si Anthony Mligo, lakini wote ni wachezaji ambao tabia na kila kitu wanafanana, kinachotoka ni utekelezaji wa majukumu uwanjani. Yes. Yusufu, tugusie kidogo kuhusiana na kiwango ambacho kimekuwa kikionyeshwa na mlinzi wa kushoto wa Simba Sports Club ambaye amekuja katika dirisha dogo hili akiwa kama mchezaji huru kutokea Singida Black Stars, Dickson Kibabage. Ameendelea kuwashangaza wengi kwa kile ambacho amekuwa akikionyesha siku kadri ya siku, na hasa kiwango chake kikubwa ambacho alikionyesha katika mchezo wa dabi. Ni tunaweza kusema kwamba mbavu ya kushoto ya Simba inaenda kupata mrisi sahihi walikuwa na hoza wao Mohamed Hussein Shabalala. Nadhani Dickson Kibabage ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa bora sana kwa maana ya kiwango, lakini nidhamu, kila kitu. Mchezaji ambaye of course ana asilimia za kukupa kile ambacho unakihitaji. Nadhani kuna jicho ambalo Steven Becker alitupa, inawezekana alikuwa anamfuatilia kwa muda mrefu sana, na ndio maana alimhitaji Dickson Kibabage. Aliamini kuna kitu bora ambacho atakipata kutoka kwake, na of course Dickson Kibabage alipokuja hajataka kuivunja imani ya mwalimu kwenye kila mchezo ambao anaupata kwa kucheza. Unaona kile kitu bora ambacho amekuwa akikitoa, na ni mchezaji ambaye ameshapata uzoefu kwenye kucheza mechi kubwa. Akiwa Young Africans amecheza mechi kubwa, lakini alikuwa pia Singida Black Stars. Kwa hiyo maisha au pressure ya nje ya uwanja kwenye mechi kubwa tayari amesha yazoea. Ni tofauti na yule mchezaji ambaye unamleta, atahitaji muda kwanza kuichukua ile pressure ya mashabiki, kuiweka kifani, ndani kwanza kuwathibitishia kwenye pitch. Imekuwa ngumu na haikuwa ngumu sana kwa Anthony Mligo, lakini bado ni mchezaji ambaye unaona anasumbuliwa na pressure ya mashabiki. Mchezaji bora mpime pale ambapo timu inakosa matokeo, and then nafasi yake ndio iwe sehemu ambayo ilikuwa sehemu ya tatizo la timu kupata kufungwa au kukosa matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kuna watu ambao hawakumpa nafasi kubwa sana wakati anakuja. Kuna watu ambao hawakuipa ile imani ya kile ambacho alikuwa na kiofa, lakini nadhani siku baada ya siku ameendelea kuaminisha na kuwathibitishia kwamba mimi ndio Kibabage ambaye nyinyi mlikuwa mnaona kama mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Simba amepata mchezaji sahihi kwa maana ya umri alionao na kila anachokiofa. Kwa hivyo sasa kocha anaomba tu asipate majeraha. Simba atanufaika naye kwa muda mrefu sana. Endapo atakuja kuamua kumuuza, pia kuna asilimia za kuendelea kunufaika naye, tofauti na mchezaji ambaye ameachana naye kwa maana ya Mohamed Hussein. Kadri ambavyo ulikuwa unampa nafasi ya kuendelea kubaki kwa timu yako, ulikuwa unazidi kushusha thamani ya kile alichonacho, lakini pia kushusha thamani ya wewe kuendelea kunufaika naye. Kwa maana ukuwa unaona ni lini utamuuza, zaidi ataondoka kama mchezaji huru, lakini tayari umri alionao na kile unachokitaka kutoka kwake uwezo ukipata kwa asilimia 100. Kwa Simba walifanya maamuzi ambayo ni kama walikuwa na beti, lakini wakiwa na imani kubwa ya yule ambaye atachukua nafasi yake.
kwa maana ya kile ambacho Mohamed Hussein ameshakifanya ukimweka na Dickson Kibabage ni vitu viwili tofauti. Yani bado nafasi ya kwanza utampa Mohamed Hussein, lakini kwenye eneo la wachezaji kuna umri na utekelezaji wa majukumu uwanjani. Kwa hivi sasa ukimtaka mchezaji ambaye ana uwezo wa kutekeleza majukumu uwanjani kwa 100%, Kibabage na Mohamed Hussein, Kibabage atakuwa na nafasi kubwa zaidi kutokana na umri alionao, lakini pia na tabia alizonazo za kiuchezaji, na si Mohamed Hussein kwa sababu ya umri unakwenda, lakini kadri ambavyo thamani yake inazidi kushuka. Kwa hiyo kwa hivi sasa Kibabage anapandisha thamani yake, lakini kwa Mohamed Hussein thamani yake inashuka, kama ilivyo pia kwa Shamali Kapombe. Kadri ambavyo age ya mchezaji inazidi kwenda juu, ndivyo ambavyo thamani yake inashuka. Anabaki kuchezea tu kwa uzoefu. Anabaki kuchezea uzoefu. Kwa hiyo ilifika wakati Simba wa kuhitaji tena uzoefu, wakawa wanahitaji uhalisia wa kile ambacho mchezaji anaweza akaa na kiofa. Afanya maamuzi ya kumleta Kibabage, na unaona ni kama anajibu hata wale ambao walimuacha, kwa maana Young Africans, kwamba mlifanya maamuzi ya kuniacha na mimi ndo naendelea kudhibitisha ama kukua zaidi, kuendelea kujifunza na kuwa imara zaidi. Kwa hiyo nadhani Simba amepata mchezaji sahihi kulingana na eneo ambalo lilikuwa lina uhitaji wa huyo mchezaji. Of course kuna Anthony Mligo, si mchezaji mbaya, lakini mchezaji ambaye unatamani awe mchezaji wa pili kutokana na kiwango bora ambacho amekuwa nacho. Kwa hiyo yani wana wachezaji wazuri wote wawili, kati hao wawili wote ni wachezaji wazuri, na yote ambaye anapewa nafasi ya kuanza unaona amekuwa akifanya majukumu yake kama mchezaji akiwa anajua nini ambacho anapaswa kufanya. Yes, labda tugusie kidogo. Kuna Anthony Mligo, kuna Kibabage katika eneo hili. Kipi ambacho Mligo ama Kibabage tuseme amekuwa kikiofa zaidi tofauti na Mligo kwenye kikosi, kitu ambacho kimepelekea Steven Becker kumwamini yeye zaidi? Faida ya Anthony Mligo, Mligo ni mchezaji mzuri sana endapo unaamua kuzuia. Yaani Mligo kama unaamua kuzuia, kama mfumo ambao Pele Gonzalez amekuwa akiapply kwenye michuano ya kimataifa, kama ulimtazama, basi Mligo ni chaguo sahihi. Ndio sasa kwa upande wa Simba, ni kama unaamua kwenda kujizuia, Mligo ni mchezaji sahihi. Mchezaji ambaye anajua sana kulinda, mchezaji ambaye anajua sana kunusa hatari za timu pinzani. Lakini unachokipata kwa Dickson Kibabage, hivyo vyote vile anaweza kuvifanya kwa 100%. Uwezo wa kupanda na kushuka, sio tu kupanda, yani ukisikia kupanda sio tu kupanda, kwa maana majukumu ya kiulinzi anayafanya kwa 100%, and then anakwenda sasa kushambulia pia anafanya kwa 100%. Changamoto ambayo Mligo alikuwa nayo, cross zake zilikuwa zina macho, yani alikuwa na changamoto kwenye ile end product, lakini kwa Dickson Kibabage anakuofa vitu vyote kwa wakati mmoja, kwa maana uwezo wake wa kujilinda, lakini cross ambazo anazipiga zimekuwa na macho kulinganisha na Anthony Mligo. Kwa hiyo nadhani kuna vitu ambavyo Mligo anapaswa kuendelea kuviboresha zaidi ili kufika daraja la Dickson Kibabage, lakini kwa maana ya wachezaji na talent ambazo wako nazo, sio wachezaji ambao wameachana sana. Kubwa ni kuzidiana tu kwenye baadhi ya vitu, namna gani ambavyo wewe unavifanya kwa usahihi na namna gani ambavyo mimi navifanya kwa usahihi. Ndio changamoto ambayo ilikuwepo, ndio maana Steven Becker kamhitaji Dickson Kibabage zaidi na si Anthony Mligo, lakini wote ni wachezaji ambao tabia na kila kitu wanafanana, kinachotoka ni utekelezaji wa majukumu uwanjani. Yes, ulinzi na ushambulizi. Yeah. Hiyo ndo tofauti pekee. Labda partnership ya upande huu wa kushoto ya Kibabage na Aura, umeionaje kwanza? Yeah, imekuwa na nyakati bora sana. Of course tunarudi hapo kuzungumza kwamba Anse Houla sio mchezaji mzuri sana kwenye kurudi, yaani tuseme kukaba, kama ambao unamtaja Kip Dennis kuongeza nguvu. Anse Houla sio bora sana, lakini tazama namna ambavyo Kibabage alichukua ile pressure, mbali na changamoto ambayo Houla anayo, aliweza kuyachukua madhaifu ya Houla akayaweka kifuani, and then akisema ngoja mpira uamue. Wamekuwa na maelewano mazuri sana pale ambapo timu inafunga safari kwenda eneo la timu pinzani. Lakini mbali na hapo hawana muda mrefu sana wote wachezaji ambao wamekutana, ikiwa ni mara ya kwanza. Hadi hivi sasa hawana muda mrefu sana wakiwa kwenye kikosi cha Simba,
lakini maisha tengeneza mawasiliano mazuri ambayo amekuwa na manufaa kwa kikosi cha Simba. Kinachobaki zaidi ni kuendelea kuboresha siku baada ya siku kulingana na kile ambacho wako nacho na namna gani ambavyo wanakuwa na muendelezo wa kile walichokianzisha, kwa sababu changamoto ambayo huwa inawakumba wachezaji, unaweza ukampongeza kwenye mechi moja, na mechi zinazofuata karibu. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuwa na muendelezo wa hiki tulichokiona toka walipoingia kwenye kikosi cha Simba hadi mwisho wa msimu. Lakini kitu kingine nadhani ambacho wanapaswa kuboresha ni ile end product. Of course wanaifanya kwa asilimia kubwa, lakini unahitaji zaidi. Kuna nyakati utakutana na timu ambayo iko bora sana kwenye kuzuia, utakutana na timu ambayo iko bora sana kwenye kushambulia. Kwa hivyo vyote viwili lazima uvifanye kwa 100%. Kama unatakiwa kuzuia, basi ni namna gani ambavyo unaweka mkakati mzuri katika kuzuia. Kwa maana kuna kuzuia kitimu, ndani kuna kuzuia kwa hiyo mchezaji binafsi, nyie wawili kama mnacheza eneo moja mnakubaliana bana, wewe utahakikisha leo Dula atembei na mimi kweli nitahakikisha Dula we utembei. Yaani kuwa na makubaliano ya nyie wawili, yaani unaacha sasa yale ya kitimu. Kwa sababu kuna utekelezaji wa majukumu ya mchezaji na kuna utekelezaji wa majukumu as a team. Kwa hiyo waendelee kuboresha kile walichonacho siku baada ya siku, na wanachokihitaji ni kuona hiko walichokianza kiwe na muendelezo kwenye kila mchezo. Na wao wanabadilika kutokana na mazingira. Leo tunacheza dhidi ya Young Africans, tumewapongeza sana kwenye hilo, walifanya bora sana. Mtacheza dhidi ya KMC, ampaswi kuchukulia udogo wa KMC kwamba haiwezi kutupa challenge. Napaswa kumheshimu mpinzani kwenye kila mchezo ili kuhakikisha tunakuwa na kiwango bora sana. Mimi nikushukuru sana Yusuf ndugu yangu. Kutokea hapa sina la ziada ndugu yangu. Huna la ziada. Asante sana. Haya bwana. Haya.